Mambo vipi mtazamaji wa Asam Online TV? Tupo katika kukuhabarisha yale matukio mbalimbali ya kijamii, lakini pia yale ya kiuchumi ambayo yanaendelea ndani ya Zanzibar, lakini pia nje ya Zanzibar, ambapo leo tupo katika mwendelezo wa kukuhabarisha matukio ya uvunjwaji wa maeneo ambayo haruhusiwi au serikali imeweza kupinga vikali katika kuanzisha biashara katika maeneo ya barabara, ambapo tumepata kuongea na mkurugenzi wa wakala wa barabara Zanzibar na kuweza kutoa taaluma mbalimbali juu ya swala hili. Jina langu ni Abdurrahman Awes Juma, nyuma kamera ni Ali bin Haj. Jana tuliendelea na mazoezi yetu ya kupitia maeneo ambayo tumewapa notice na ambayo tulikuwa tumewarejeshia, tumeambiwa watoe vitu vyao wakarejesha. Kwa hiyo jana tena tumewarejesha. Tumebidi tuwachukulie hatua ya kuvirejesha na vingine kuvichukua tu. Na leo tunaendelea hapa tulipo hapa ni Mbweni matrekta. Hao tuliwapa notice ya siku 7. Leo ni siku ya 9 na bado wamekaidi. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye zoezi la kuvunja. Tuko wananchi, ili sio nguvu ya soda kama nilivyowaambia. Tulisema mwanzo tumetoa elimu imeshawatosha, lakini wanahisi kwamba tunafanya masihara. Kwa hiyo zoezi ni endelevu mpaka watu watakapoelewa kwamba kumbe nini kinachotakiwa kwenye maeneo na hifadhi ya barabara. Kwa hiyo kuna maeneo mengi tunakuja. Eneo la Jumbi ningeomba pale karibu na soko la Jumbi pale waondoe kabisa vitu vyao. Tumeshapaona, wameshapavamia, kuna vibanda na wakati soko liko karibu na maeneo mengine. Kwa hiyo ni zoezi la nchi nzima. Tunaanza na Unguja, lakini sasa hivi tuko katika maeneo haya mjini kwenda Chukwani, baba ya kwenda airport na nyinginezo. Kwa hiyo hili zoezi wananchi tujue kwamba hatutanii, tuko kwenye ukweli, kwa sababu barabara zetu zimegharimu pesa nyingi, lakini ujenzi umekuwa holela. Kuna njia za kwenda kwa miguu wakati mwingine hazitumiki ipasavyo kama ilivyokusudiwa, lakini na uharibifu, uchafuzi mwingi hapo. Lakini maeneo haya kwanza ni maeneo ambayo wanapita wageni wetu wa kimataifa na nini. Inaonekana kama hatuko care, maana watu wa barabara, wakala wa barabara, kama tufanye kazi zetu na manispa. Sasa tumeamua sasa tufanye kazi na manispa hapa zote zinazohusika. Kwa hiyo tunaomba wananchi wote mnaovamia katika maeneo ya hifadhi ya barabara, sio vibanda tu, hata nyumba, tukikuta mtu anajenga tunaondoa. Tushirikiane. Ni vizuri tukatii sheria bila shurti. Nataka sana si kwamba tunaonea, ni sheria hii, lakini kwa sababu siku nyingi hajafanywa zoezi, watu wanaona kama wanaonewa. Nafikiri watazoea na watatii maamri ya hii sheria. Asanteni sana. Zoezi linaendelea kila siku. Hili zoezi ni mwaka mzima mfululizo. Tunaanza tunarudia hata mara 10 mpaka tujue kwamba watu wameshaelewa. Watu wataelewa tu, wengine wanaelewa na wanatupongeza. Wasioelewa wanahisi kwamba tunaonea, hatumuonee mtu, lakini wanaoelewa na wao wataelewa. Kama ni theory, nadharia tumeshaitoa sana, sasa ni vitendo. Nafikiri kwa vitendo watu ndio wanafahamu zaidi kuliko nadharia. Kwa hiyo zoezi hili ni letu, lakini na wananchi wote waloharibu maeneo yale wasisubutu, waanze kujipanga kutoa vitu vyao ndani ya mita 15. Lakini sasa hivi eneo tunaliongeza kwa mita 25. Tunatengeneza sheria ya mita 25. Si kwamba leo kwamba waliojenga ndani ya nje ya mita 15 tutawavunjia, hapana. Utafanyika utaratibu wa kuwalipa taratibu, lakini sheria itakapopitishwa amendment, itabidi sasa kama atajenga atakuwa ameshaharibu, na wakati umeshapata inzari ni vizuri ukajinini kabisa ukaacha mita 25, ongeza na zako 3, basi unapata ile parking. Miaka inayokuja hatujui, kwa sababu hiyo parking hataruhusiwa magari kulala wakati mwingine. Hilo eneo tunazungumza halitaruhusiwa kufanyia shughuli chochote. Na una nyumba yako unataka kupaki gari, unakuwa unashindwa. Kwa hiyo tujiongeze zaidi. Kwanza ni kumvunjia tena
na kumpeleka mahakamani, ili sasa hatua zingine sisi hatutapenda faini, tungependa afungwe kwa sababu itabidi kwanza akatulize, akapunguze, akatulie kama miezi 5 6, akirudi hana tena lile wazo la kunini. Naamini wananchi wanaelewa, lakini wananchi wanabonyeza. Nafahamu kabisa wananchi wanafahamu kila kitu. Umeona kama tumeweka X lakini wamekaa kimya, alielewa kidogo ametoa kwa sababu wanabonyeza kwa hawaji hao. Na kwa kama tungekaa wiki 1 2 zaidi wange ya kawaida. Sisi hatuna cha kawaida. Kwa hiyo akirudia mara 2 tunavunja, tunamchukua sasa. Tunampeleka mahakamani kwenda kumshtaki, kitu ambacho ni kibaya kumtu kufungwa. Tutii sheria tu, tusivamie maeneo basi. Sisi eneo letu tu basi, hatuna kingine. Eneo na utunzaji wa barabara hizi, hapo tutakuwa na lugha moja. Mambo ya kujenga huko hatuhusu sisi. Ataungana na atakwenda sehemu zinazohusika, zitampa, lakini wanaopa vibali lazima na sisi watuone. Lazima tuwe kitu kimoja. Ningeshauri hata ZECO sasa wasitoe huduma kwenye vibanda. Wakitoa huduma, kwa mfano hapa kuna umeme, wameshatia umeme, kuna luku, kila kitu, maana wamehalalishiwa eneo ambalo sio rasmi. Na waomba hasa na kuwashauri ZECO wenzetu wasitoe huduma kwenye vibanda vya holela hivi, unless otherwise waje approve kwanza hili eneo liko sawa, kwa sababu hapa resource tayari tunashaharibu, kuna mita hapo na nini. Hata bajeti yao hapo tumeshaipunguza sasa hivi kipato chao, kwa sababu hatafanya tena biashara hiyo. Kwa hiyo waweke maeneo ambayo kwa rasmi, sio tu kwa sababu nataka umeme na yuko kwenye wrong location. Hapana, taasisi tusaidiane za serikali pia, maana sisi tunachangia kumpa huduma, maana yake wewe umempa uhalali. Nadhani umeweza kupata ufafanuzi mbalimbali ambao ameweza kutoa mkurugenzi wa wakala wa barabara Zanzibar. Usiache kufuatilia Asam Online TV kwa kuweza kupata yale matukio mbalimbali halisi ya Zanzibar, lakini pia nje ya Zanzibar, na maanisha Tanganyika. Asante.